Nichukue fursa hii pia kuwaombea wote ambao hawakuweza kufika hapa kwa dharura mbalimbali, pengine na dharura za kimaradhi, changamoto za kiafya. Kama ni hivyo basi Mwenyezi Mungu awaponyeshe mapema. Napenda nichukue fursa hii pia kumshukuru sana mgeni wetu rasmi, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe, ndugu yangu mwenzangu, diwani wa kata ya Kilole, kwa kukubali mwaliko wetu na kuhudhuria katika mahafali yetu hii ya 7 kwa darasa la 7 na 12 kwa wanafunzi wa awali. Mheshimiwa, nakushukuru sana. Najua una majukumu mengi, na pia naomba nitangulize pengine kumwombea radhi, kwa sababu kuna wazazi walifika mapema sana hapa na wakakaa kwa muda mrefu kidogo, na wewe hukuwahi kufika, lakini nafahamu ulikuwa kuna shughuli inaendelea kule pahala. Kwa hiyo nakuombea radhi kwa wazazi kwamba hukuchelewa kwa makusudi, ni kwa sababu ya majukumu. Nadhani wazazi wameridhia. Napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha wageni wote waalikwa meza kuu toka maeneo tofauti. Wako majirani zetu, yuko mkuu wa gereza, naomba wapungie mkono japo ulishatambulishwa tu. Yuko mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mr. Mgaza, pungie makofi kwa mkono. Yuko mwalimu mkuu shule ya kwa Mgumi Winners Fields View, naomba kwa pamoja mpunge mkono. Asante sana. Shule sekondari nimekuona Mr. Ubedi, punga mkono. Muzdalifa na Winners na wengine ambao sikuwataja, karibuni sana. Baada ya utambulisho huo ya utangulizi, nichukue fursa hii kuwapongeza sana wazazi. Nianze na wazazi ambao vijana wao leo wanahitimu ngazi ya elimu ya awali, lakini na darasa la 7. Tumekuwa nasema ni jambo la kila mara, kila mwaka lazima tukutane hapa kwa ajili ya jambo hili. Kwa hili ni jambo letu, tutaendelea kulifanya. Tunawashukuru sana wazazi ambao wanatuunga mkono sana. Naomba tuchukue fursa hii kuwapigia sana makofi ya wazazi. Makofi na vigele kwa wazazi. Asante. Hawa ndio wadau wetu wanaopelekea hili zoezi linafanikiwa kama hivi ambavyo mnaona. Kwa hiyo wazazi, hongereni sana. Lakini sambamba na hilo, ni wapongeze vijana ambao wanahitimu leo. Ni hatua nzuri. Hata hii hatua ya elimu ya awali na wazazi wengine wanaweza wakaidharau, lakini hatua muhimu sana, kwa sababu hii hatua ndio mtoto anaanza kujifunza zile tunaziita KK kwa sasa hivi. Ana master skills za kusoma, kuandika, kuhesabu. Ni skills muhimu sana, ni hatua muhimu sana. Akishazimaster hizi, sasa tunasema amegraduate. Kwa hiyo anaingia hatua ya pili ambayo ni darasa la kwanza. Lakini sambamba na hilo, darasa la 7, nafahamu wote nafahamu kwamba yapo mabadiliko katika mtaala wetu. Imekuwa elimu nyingi imekuwa ikitolewa kuhusu huu mtaala mpya. Wazazi wanajua, watu wengi wanafahamu na naamini. Kwa hiyo na sisi kama shule tumejipanga kwenda na mabadiliko hayo tangu huko nyuma, na tunaenda vizuri. Lingine, naomba nichukue fursa hii washukuru sana niseme walimu safi ya Lilac kwa maandalizi mazuri sana ambayo wameweza kuyaandaa kwa vijana wetu. Nadhani wazazi wengi mmefurahi. Si mmefurahi wazazi? Kutokana na maonyesho ambayo yameonyeshwa hapa. Ndio maana mara nyingi huwa tunawaomba sana wazazi muhudhurie ili muweze kuona vipaji vya watoto wetu. Nafikiri vipaji vingi mmeviona.
tulikuwa tunaongea na mwenyekiti pale. Kuna mtoto mmoja alikuwa anaonyesha kipaji chake pale. Tukasema yamkini mzazi wake hayupo hapa, hajui mtoto wake ana kipaji gani. Lakini ukihudhuria hapa utaweza kujua kipaji cha mtoto wako na ukamfuatilia kwa karibu sana. Kwa hiyo tuwe tunajitahidi sana kuhudhuria ili tuweze kugundua vipaji vya watoto wetu. Naomba tuchukue fursa hii tuwapongeze sana hawa walimu walioweza kuandaa wanaoweza kuandaa hivi vipaji na maandalizi yote walioweza kufanikisha mpaka siku ya leo. Naomba tuwapigie makofi. Makofi na vigele kwa tafadhali. Sio mchezo. Lakini lingine ni jambo la kitaaluma. Huwa mara nyingi napenda kusema kwamba yote ambayo mnayaona hapa lengo lake ni moja tu. Lengo lake ni nini? Ni taaluma, si ndio? Hasa ndo kubwa. Na hata mzazi wote ukimuuliza hapa, hivi mwanao kafuata nini hapa? Hakuna hata mmoja atakayesema kafuata kula. Hayupo. Ukimuuliza mwanao kafuata nini hapa? Hakuna hata mmoja atakayesema kafuata kwako, ambao wanaweza. Hivyo ni vitu ambavyo vyote vinasapoti taaluma. Kwa ndo jambo letu kubwa. Na sisi kama taasisi imara tunajitahidi kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye taaluma ya vijana wetu. Mwalimu mkuu hapa ametoka kusoma risala, ameweza kutaja matokeo. Lakini tukirudi nyuma zaidi, naona yeye kataja 2025 na 26. Lakini sisi sasa hivi tuna miaka 7. Kwa rekodi zilizopo, LILAC haijawahi kushika nafasi ya 4 tangu imeanzishwa. Makofi na vigele kwa LILAC Private School. Sio mchezo. Na kama imeshika mara 3, ni sio zaidi ya mara 3 pia. Kwa hiyo ni 1 2. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujipongeza. Makofi tena tafadhali kwa LILAC Private School. Ambao ni ambassador wetu, ni mabalozi wetu wazuri wamepita hapa. Naweza nikasema sasa hivi wamefika ngazi gani? Tunaye mwanafunzi aliye graduate hapa ambaye anaingia chuo kikuu mwaka wa kwanza. Kwa hiyo tuna matarajio. Makofi na vigele kidogo. Chuo kikuu mwaka wa kwanza. Yes, tuna matarajio kwamba Mwenyezi Mungu akitupa uhai, panapo miaka 3 mbele tunaweza kuwa na kiongozi mkubwa ambaye ametoka shule ya LILAC. Tupige makofi. Makofi tafadhali. Sasa hata kuwa mmoja, kwa sababu sisi mara zote tunatoa watoto wazuri. Kwa hiyo tutakuwa na maambassador wengi sana. Itafikia pahala tunanyanyua simu tu, na wewe mwalimu mkuu, hebu mpigie waziri fulani yuko bungeni pale, ni mwanafunzi wetu, hebu mpigie mara moja. Itafikia huo muda, naamini. Mpigie daktari mkuu, mpigie mganga mkuu, ni mwanafunzi wetu. Kwa hiyo tunakwenda huko. Kwa hiyo ni jambo zuri, na hili linafanywa na walimu. Ndio maana tunatakiwa tuwape heshima kubwa sana walimu. Ni wapongeze vijana ambao wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Tumewapongeza hapa vijana waliofanya vizuri kwenye masomo ya hesabu na masomo mengine. Lakini nataka kusema jambo. Unafahamu, unaweza kumpongeza mtoto hapa, alafu mwingine aliyesimama pale akajisikia vibaya. Hiyo kwa sisi ambao tuna taaluma ya ualimu tunafahamu hilo. Kwa hiyo huwa tunajiepusha sana kupendelea sana kumpongeza mtoto mmoja. Mara nyingi hawa watoto wetu sisi wote wanafanya vizuri, na kama wanapishana kwa alama ndogo sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza wanafunzi wetu wote, kwa sababu wote wanafanya vizuri. Tuwapigie makofi. Asante, makofi kwao. Sambamba na hilo, niwapongeze walimu wao. Hatuwezi kupata product nzuri bila kuwa na walimu wazuri. Taasisi ya LILAC imewekeza sana nguvu kubwa sana kwenye kuwa na walimu wazuri na wana usimamizi mzuri. Kwa hiyo naomba niwahakikishie wazazi kwamba katika hilo msiwe na shaka. Mwisho, sikukusudia kuwa na hotuba ndefu sana. Mwisho napenda niwashukuru sana wazazi wote, wadau wote, wageni wetu wote waliohudhuria hapa na mpaka ikafikia muda huu, na mkao na utulivu mkasubiri mpaka wakati huu ambao tunaelekea mwisho. Kwa hiyo ninawashukuru sana.
sana sana, na niwaombee kwa Mwenyezi Mungu kwamba kule mtakapokuwa mrudi salama, zoezi letu liishe salama na isitokee changamoto yoyote.